Haleluya. Bwana amenipa neema ya kusema na wewe katika siku njema ya leo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Leo kuna mengi ambayo nahitaji kusema na wewe, lakini jambo kubwa zaidi ni kupata kutambua na kufahamu ipi ni siri ya siku ya kuzaliwa. Ipi ni siri ya siku yako ya kuzaliwa? Unajua jambo hili limekuwa linachukuliwa kama mzaha na watu wanapotezea, na jambo hili la siku ya kuzaliwa linachukuliwa kama ni jambo tu la kawaida. Lakini siku ya kuzaliwa si tu tarehe ya kawaida, ni mlango wa kiroho unaobeba kusudi, utambulisho na hatima ya mtu. Kwa nini nakufundisha somo hili la siri iliyo katika siku ya kuzaliwa? Ninakufundisha ili ukapate kuelewa kwamba kuna vitu katika ulimwengu wa roho unabidi ufunguliwe fahamu, upate kuanza kuvifanyia kazi. Unavyoanza kuvifanyia kazi, maana kuna neema inakuja ndani mwako, inakufungua, unakuwa huru, unaanza kutambua kipi unafanya katika kila jambo. Kwa hakuna tukio ambalo linafanyika katika maisha yako lisiwe na maana. Jambo lolote linafanyika katika maisha yako lina maana kubwa sana. Hata pia siku ya kuzaliwa ina maana kubwa sana. Kwa nini wengine wamezaliwa tarehe moja, wengine tarehe mbili, wengine mwezi wa kwanza, mwezi tofauti? Kwa nini wengine mwezi wa 4? Kwa nini? Na kwa nini tusizaliwe siku moja? Jambo la kwanza la msingi kutambua kwamba, au siri ya kwanza kutambua kwamba siku ya kuzaliwa ni uthibitisho wa kusudi. Siku ya kuzaliwa ni uthibitisho wa kusudi. Kusudi lako. Kwa nini wewe umezaliwa? Maana siku yako ya kuzaliwa au siku ya kuzaliwa ni uthibitisho wa kusudi, kwamba kuna jambo ambalo Mungu amekuleta duniani ili uweze kulitimiza. Ndiyo siku yako ya kuzaliwa, siku ya kwanza unashushwa. Kitabu cha Yeremia 1:5 anasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hapa ni Yeremia anaambiwa, lakini mtazamo na ni jinsi ambavyo Mungu anafunua mapenzi yake kwa wanadamu, kwamba kabla haujaumbwa Bwana alikujua, na kabla hujatoka tumboni ulitakasika. Maana kuna kazi maalum, kuna uthibitisho wa kusudi ambao unakuwepo unapozaliwa. Kwa hii inaonyesha kwamba umezaliwa kwa mpango, si bahati mbaya. Kuna kazi maalum uliopewa duniani. Siku yako ya kuzaliwa ni kumbukumbu ya kuingia kwako katika kusudi hilo. Kuna kusudi na kuna kazi maalum ambayo umezaliwa kuja kuitimiza katika ulimwengu huu. Lakini siri nyingine ni kuwa siku ya kuzaliwa ni siku ya kufunguliwa kwa hatima yako. Siku ya kufunguliwa kwa hatima yako. Unapozaliwa, siku ya kwanza ya kuzaliwa, siku zako zinaanza kuhesabika za kutimiza kusudi ambalo Mungu amekuwekea. Siku zako, kila siku inaenda mbinguni. Kila siku ambayo unaishi, manake ndiko unaanza kuishi kusudi. Unaanza kuishi kusudi. Kwa shetani anachopambania ni kwamba mtu asiliishi kusudi. Hata kama ameokoka, lakini asiliishi kusudi. Maana yake kila siku ya maisha yako ilipangwa. Sasa cha kujiuliza ni kwamba, je, kila siku ninayoishi ninaishi kwenye kusudi au ninaishi nje na kusudi? Ninatimiza mapenzi ya Mungu au natimiza mapenzi ya wanadamu au mapenzi yangu? Kwa siku ya kuzaliwa ndiyo siku ambayo wewe ulifunguliwa chuo cha lauda, na kitabu cha hatima yako kilifunguliwa rasmi ulivyozaliwa wewe, kwamba tayari mtu huyu anaenda kuanza kazi tuliyompatia. Siku ya kuzaliwa ni mwanzo wa safari ya hatima yako. Ni mwanzo wa safari ya hatima yako. Kuna baraka na mipango iliyofungwa ndani ya siku hiyo. Lakini jambo la tatu, siku ya kuzaliwa ni mlango wa kiroho, spiritual gates. Katika ulimwengu wa roho kuna milango ya nyakati ambayo tunaita kairos moments. Kuna milango ya nyakati kutambua, je, unapokuwa katika wakati huu umepewa kutimiza na kufanya jambo lipi? Kwa siku yako ya kuzaliwa
manake ni kumbukizi. Unapokuwa unakumbuka ile siku ya kuzaliwa, manake unakumbuka upo kwenye nyakati gani, ni majira yapi uliopo. Kwa siku ya kuzaliwa ni mlango wa kiroho, ambapo mlango huo adui anaweza akautumia hata kukushambulia. Adui anaweza kuutumia kama sehemu ya kupitishia mambo yake ya uovu katika maisha yako. Ndio maana unaweza kushangaa kuna mtu labda alikuwa na miaka 19 anaingia mwaka 20 toka azaliwe, lakini maisha yale ya mwaka alivyokuwa na miaka 19 ndivyo anavyoishi akiwa na miaka 20. Kwa nini? Kwa sababu hakutambua kwamba siku ya kuzaliwa ni mlango. Je, ulivyoipokea, ulivyofanya kumbukiza siku yako ya kuzaliwa, ni vitu gani ulifanya? Ndiyo maana watu wengine upata mafanikio au mashambulizi karibu na siku zao za kuzaliwa. Ni kipindi cha maombi. Siku ya kuzaliwa huwa ni kipindi cha maombi na kufungua mwaka mpya wa maisha. Biblia pia inaonyesha uzito wa siku ya kuzaliwa. Angalia kwenye kitabu cha Mwanzo 40:20, siku ya kuzaliwa Farao, hadi alisamehewa wafungwa, yule mwokaji na mnyweshaji, lakini pia alitoa kafara kwa sababu alimnyonga mmoja wao. Lakini pia Herode pia naye, kitabu cha Mathayo 14:6, ndio siku ambayo Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa. Kwa wenzako tunatambua kwamba tunaangalia kwamba siku ya kuzaliwa inachukuliwa ni siku ambayo ina uzito ndani mwake. Kwa hiyo kama unazingatia siku ya kuzaliwa ni wewe. Kwa funzo, siku ya kuzaliwa ubeba matukio makubwa, yanaweza kuwa ni mazuri au mabaya. Siku ya kuzaliwa inahitaji hekima ya kiroho kuitumia vizuri. Sasa watu wengi waga wajui ni kitu gani cha kufanya kwenye siku ya kuzaliwa. Hii ni siri pia. Sidhani kama siku ya kuzaliwa ni kuandaa keki, kukaribisha tu marafiki, kula, kunywa, kuruka. Kuna wengine ambao hata wanaweza kasherekea, akaenda kwenye virabu, kufanyeje, nenda kwenye mabaa kubwa, akaenda kwenye mahoteli makubwa, lakini si hivyo. Lakini hapa nataka nikufundishe kwamba siku ya kuzaliwa unabidi uichukulie kiroho zaidi kuliko kimwili. Fanya mambo yafuatayo kwenye siku yako ya kuzaliwa, kwenye kumbukize siku yako ya kuzaliwa. Jambo la kwanza, toa shukrani kwa Mungu. Jambo la kwanza kabisa, unabidi utoe shukrani kwa Mungu. Siku yako ya kuzaliwa, toa shukrani kwa Mungu. Mshukuru Mungu kwa hatua mpya aliyokufikisha. Sasa wewe shukrani yako unaianzia wapi? Mshukuru Mungu kwa matendo. Mshukuru Mungu kutoka ndani ya moyo wako. Kitabu cha Zaburi 104. Ingieni marangoni mwake kwa kushukuru, nyoani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limidini jina lake. Katika kila jambo ingia katika malango ya Mungu kwa kumshukuru. Siku yako ya kuzaliwa, kumbuka kumshukuru Mungu. Jambo la kwanza kabisa, kumbuka kumshukuru Mungu. Jambo la pili, fanya maombi ya kufungua mwaka wako mpya. Fanya maombi ya kufungua mwaka wako mpya. Unafanya maombi ya kufungua mwaka wako mpya. Hapo unaweza ukawaalika hata watumishi ufanye nao maombi ili kufungua mwaka wako mpya. Je, unatoa matamko gani ya baraka? Unatoa matamko ya baraka. Toa matamko ya baraka siku yako ya kuzaliwa. Hii siku ya kuzaliwa kuwa makini nayo. Watu wakutamkia mabaya yatakuwa. Kwa sababu hiyo siku ya kuzaliwa usipoichukulia maanani, adui anaitumia siku hiyo kukutamkia mabaya. Kataa mambo mabaya ya mwaka uliopita. Tamka, jitamkie, jitabirie mema. Fanya maombi ya kufungua mwaka wako mpya. Jambo la tatu, toa sadaka au tendo la upendo. Mtolee Mungu sadaka. Fanya tendo la huruma. Wasaidie watu maskini, wajane, yatima. Hii inafungua neema mpya, inafungua neema juu ya neema, inafungua neema mpya. Jambo la nne ni tafakari maisha yako. Hii siku ya kuzaliwa usipende tu kurukaruka, kushangilia.
afu au tafakari maisha yako. Tafakari maisha yako. Tafakari umetoka wapi. Pengine hata hujaokoka. Unabidi utambue thamani ya wokovu. Pengine umeokoka. Unabidi utambue kwamba ulitoka wapi, uko wapi na unaenda wapi. Manake sehemu uliopo ili kwenda sehemu nyingine zaidi, kuna njia ambayo Mungu anataka uipitie. Kuna watu ambao Mungu anataka ukutane nao ili wakufikishe kwenye njia hiyo. Kuna watu ambao Mungu anawatumia ili upate kushikamana nao ufike sehemu hiyo. Na kama hujaokoka unabidi ukili neema ya wokovu, kwa sababu unapoanza mwaka mpya, unaanzaje mwaka mpya bila Bwana? Ni sawa na alindaye nyuma bila Bwana afanya kazi bure. Na hata kama umeokoka, tunza neema ya wokovu. Kaa katika neno, kaa katika maombi, tafakari maisha yako. Unaenda wapi? Mama, baba, kijana, dada, unaenda wapi? Kwa siku ya kuzaliwa ni kama reset ya kiroho. Ni nafasi ya kufuta mambo mabaya ya nyuma. Kuna wakati mambo mengine watu wameshaokoka, ulikuwa umeshaokoka lakini ukarudi nyuma. Siku ya kuzaliwa iwe ni siku ya kukumbuka kwamba umezaliwa kwa ajili ya kutimiza jambo maalum, umeletwa duniani kwa ajili ya kazi maalum. Ni nafasi ya kuanzisha mwelekeo mpya, kusahau mwelekeo wa nyuma. Ni nafasi ya kuweka agano jipya na Mungu. Ulifanya udhaifu miaka iliyopita, labda ulikuwa na miaka 20 umeingia mwaka 21. Hiyo miaka 20 maana yake labda ulifanya udhaifu. Mwambie Bwana akupe nafasi mpya, tengeneza agano jipya na Mungu. Hata kama hiyo miaka 20 ni kama ulipoteza, Mungu akusaidie kukomboa ile miaka. Kwa sababu anasema tarudishia miaka iliyoliwa nzige, parali na madomado na tunutu. Kwa jambo la mwisho, siku ya kuzaliwa si ya kusherekea peke yake. Ni siku ya kiroho yenye nguvu kubwa. Ukiitumia vizuri, unaweza kufungua milango ya baraka. Ukiitumia vizuri, unaweza kuweka mwelekeo wa maisha mwaka mzima. Ukiitumia vizuri, unaweza kuimarisha hatima yako. Ninakuombea na naitakasa siku yako ya kuzaliwa, ambao wewe leo ni siku yako ya kuzaliwa. Bwana apate kukubariki na kujalia neema. Ukapate kwanza mwanzo mpya. Anza na Bwana. Pengine hujamwamini Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo, anza na Kristo. Kwa njia ya imani pekee ndipo mtu ataweza kukombolewa na kuokoka. Umekuwa ukijitahidi ukienda kwa akili zako, lakini umejikuta hauwezi. Anza na Bwana, mkabidhi Bwana mwaka huu. Leo ni siku yako ya kuzaliwa. Anza na Bwana, amua kuokoka, kili neema ili Bwana apate kuyagusa maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo nakuombea neema kuvuka zaidi na baraka zaidi.